ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحنان المنان العزيز الرحمن المعبود في كل الزمان، وأثني بحمد من أنزل القرآن شفاء ورحمة للمتقين وبلاء ونقمة للكافرين، القائل وهو أصدق القائلين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، إخوة الأعزاء، بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة كفنز وأمة ونمتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hatunabudi kuregesha shukrani za dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kwamba katutungatunga mpaka hivi sasa tuko katika sehemu ya ibada. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani katuelekeza na katufahamisha makusudio ya sisi waja kuja katika mgongo wa ardhi. Qur'ani yasema, Allah subhanahu wa ta'ala asema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu mimi. Hii ni habari na amri itokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuelekeza majukumu ya viumbe ambao kwamba ni majini na wanadamu. Habari hii ama jukumu hili la tunabahisha kwamba mwanadamu katika maisha ya ulimwenguni hana makusudio mengine isipokuwa maisha yake yote yawe ni ibada. Maisha yake yote mwanadamu kuwa ni ibada ni vipi? Ni kujaalia na kuwezesha kila hatua na kila jambo na kila neno na kila hali ambayo kwamba mwanadamu atakuwa yuko katika mgongo wa ardhi, ajalie iko katika ibada, ajalie iko katika wema. Ikiwa maneno, vitendo na hali za mwanadamu zitakuwa katika kuamkuliwa kwa jina kwamba ni wema, basi bila shaka itakuwa mwanadamu huyu katika ibada ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani kaleta aya ambayo kwamba wanavyoni wameenda wakasema hii aya imekusanya wema ama kheri kwa jinsi zote, na aya kama hii pia imekusanya shari na uovu wa jinsi zote, na aya kama hii imeenda kukusanya tabia tukufu zote za kujipamba nazo mwanadamu, na aya kama hii pia imeenda kukusanya tabia ambazo kwamba ni mbovu za kujiepusha nazo mwanadamu. Na kwa bahati mzuri misikiti mingi tukiswali swala ya Ijumaa, hii aya tuikariri kuisoma katika khutba, tukiwakumbusha waja katika aya kama hii, ingawaje tupo baadhi ambao kwamba hatujatambua ama bado hatuja lahidh aya yenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala asema, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.
Aya kama hii ndo aya ambayo kwamba tumeizungumzia kwamba inakusanya kheri zote. Mwanadamu akiishi katika kheri zinazokusanywa katika hii hadithi, itasema kwamba yuaishi katika wema. Na aya kama hii pia imekusanya kila jinsi ya shari na uovu ambao kwamba mwanadamu akiishi kwa sampuli kama hiyo itakuwa yuaishi kwa shari. Tukiwa tutaenda hatua hatua tukitafsiri kwa kiasi ambacho kwamba tuko nacho cha muda, tukaona ni vipi mwanadamu matendo yake yote yanakusanyika katika hii aya. Na matendo haya lau tutajipamba nayo, itafikia daraja itakuwa wewe ni wema kwa matendo yako mema, na sidhani kwamba itakuwa maisha ya wanadamu yatakuwa ni yenye kuwa magumu, yatakuwa ni yenye kuwa na taabu, kwa sababu ya yale ambayo kwamba yanakusanywa katika hii aya. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya kuna vitu vitatu ameviamrisha. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, ya'muru bil adli, yaamrisha kwa uadilifu. Jambo la kwanza ambalo kwamba mwanadamu afaa kujipamba nalo ni uadilifu. Uadilifu ni nini? Uadilifu ni aitau kulli dhi haqqin haqqahu, ni kutoa, ni kupatia kila chenye haki haki yake. Kila jambo ambalo kwamba walitenda wewe mwanadamu wafaa ulitende kwa haki yake. Kama ni mtu, kama ni kiumbe, kama ni jirani, kama ni mtoto, kama ni mke, kama ni muamala au aina yoyote, unatakikaniwa kwamba ile haki ambayo kwamba inafuatana ama inasuhubiana na yule ambayo kwamba wamtendea ama wasema naye, kuna uadilifu ndani yake, itakuwa wafanya wema. Na kama tulivyosema ya kwamba uadilifu ni kila chenye haki ukipatia haki yake, tasema katika maisha ya mwanadamu unafaa ufanye uadilifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haki ya Allah subhanahu wa ta'ala uitekeleze. Ni ipi haki ya Allah subhanahu wa ta'ala? Tukiishi tasema Allah subhanahu wa ta'ala tuishi kwa uadilifu kwake yeye. Ukisoma katika hadithi, yupo sahaba aitwa Muadh ibn Jabal. Siku moja asahubiana na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bwana mtume amuuliza na kumwambia Muadh, mwambia ya Muadh, ma haqqu Allahi ala al-ibad wa ma haqqu al-ibadi ala Allah, ni ipi haki ya Mwenyezi Mungu kwa waja na ni ipi haki ya waja kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Muadh amjibu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwambia Allahu wa rasuluhu a'lam, Mwenyezi Mungu na mtume wake ndo wajuzi zaidi. Bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwambia haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haki ya waja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, haki ambayo kwamba waja wanafaa kufanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika mgongo wa ardhi, pasipo na kumshirikisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo lolote. Na huo ndio uadilifu ambao kwamba unatakikaniwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini si kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Uadilifu kwa maneno, uadilifu kwa shahada ya kushuhudia katika maneno ambayo kwamba tunazungumza, maneno inastahiki kupata haki yake. Uadilifu katika maneno ni kuzungumza ukweli. Uadilifu katika maneno si kutoa maneno ambayo kwamba hayana insafi ndani yake. Uadilifu katika maneno ni kuzungumza yale ambayo kwamba yanafaa. Uadilifu katika maneno ni kuzungumza kile ambacho kwamba chastahiki kuzungumzwa wakati wahitajika kuzungumza. Ukisoma katika Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala asema wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba,
Mkizungumza basi fanyeni uadilifu, hata kama mnachokizungumza kinahusiana na jamaa wako wa karibu. Katika maneno pia ukizungumza ufanye uadilifu. Ukipata jambo ama likapatikaniwa jambo kwa jamaa wako wa karibu, jambo huenda pengine likaleta madhara kwa yule jamaa wako wa karibu, basi wewe haufai kupindisha maneno. Vile vile maneno yanapomhusu yule jamaa wako wa karibu yazungumze hivyo hivyo, kwa namna ambapo kwamba yamekuja, kwa namna ambapo kwamba yatakikaniwa. Si upindishe kwa sababu ni mtu wako wa karibu. Wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba, hata kama ni kwa jamaa wako wa karibu. Lakini pia katika kutoa ushahidi yatakikaniwa kufanya uadilifu, hata kama ni kwako wewe peke yake, hata kama kinachozungumziwa ama ushahidi watakikaniwa uwatolee ushahidi wazazi, hata kama ni kwa watu wako wa karibu, hata kama ni kwa wapenzi wako, tunaambiwa kwamba uadilifu katika kutoa ushahidi. Ukisoma katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao kwamba wameamini, kunu qawamina lillahi shuhadaa bilqisti wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu. Allah subhanahu wa ta'ala asema, enyi ambao kwamba mna sifa ya imani, kunu qawamina lillah, kuweni wasimamizi ambao kwamba mumedhibiti, yani muna msimamo wa kisawasawa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu shuhadaa bilqisti, muweni mashahidi ama kuweni na ushahidi, mkitoa ushahidi kwa uadilifu. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin, isiwabebeni chuki ya kuwachukia watu, ala alla ta'dilu, kuwa msifanye uadilifu. Ushahidi unaotakikaniwa kutoa wewe katika mazungumzo yako, usifanye ushahidi hata kama unayemtolea ushahidi ama unazungumza dhidi yake, lakini maneno yako yanatambulika kama ushahidi, hata kama kutapatikaniwa chuki kati yako. Mwanzoni kulikuwa kuna chuki, basi chuki yako isiingie hapo katika ushahidi, kwa sababu watakikaniwa ufanye uadilifu hata kama ni kwa adui yako. Maneno utakaoyazungumza, ushahidi utakaoutoa, ili iwe ni wema, wafanya uadilifu, basi zungumza kile ambacho kwamba kimestahiki, hata kama nyuma kulikuwa kuna uadui, na si kwa maadui zako tu, hata kama ni ushahidi kwa nafsi yako. Kama umefanya jambo lile wastahiki adhabu na ushahidi wafaa utoke kwako, basi usipindishe na usikasema urongo na ukatoa ushahidi wa urongo, hata kama ni kwa wazazi wako, hata kama ni kwa jamaa zako wa karibu. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika nyingine yasema, ya ayyuhalladhina amanu kunu qawamina shuhadaa bilqisti walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, toeni ushahidi kwa uadilifu, hata kama ni kwa nafsi zenu, hata kama ni kwa wazazi wenu, hata kama ni kwa jamaa zenu wa karibu. Na huu ndio wema, ndugu zanguni. Tukiishi kwa uadilifu sampuli kama hii, hatudhani kwamba kuna shari ambayo kwamba itampuliwa kuwa ni shari katika maisha ya wanadamu, kwa sababu uadilifu ni msingi katika kujenga wema katika jamii. Na uadilifu tuupelekeni mpaka kwa watoto, watakikaniwa kufanywa uadilifu. Hali zote za maisha utakazozipitia wewe, uadilifu eka mbele. Watoto wanastahiki uadilifu. Kabla mtoto kuzaliwa, uadilifu utangulie. Mchagulie mke mzuri, mchagulie mke ambaye kwamba watoto watakaopatikaniwa ama itakuwa ni natija, watapata haki yake ya malezi ambayo kwamba yastahiki kwa yule mama. Na wakipatikaniwa uadilifu pia uendelee. Nakumbuka
katika ukhalifa wa Sayyidina Umar, bwana mmoja amfuata mzazi, amfuata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, amshtakia khalifa Umar ibn al-Khattab, amwambie kijana wangu hanitendei haki, kijana wangu yu katika mateso ya kunitesa. Sayyidina Umar kamuita yule kijana kumsomea kwamba huyu ni mzazi, huyu ni baba, haki hizi za mzazi yafaa uzitekeleze, usiishi kwa mateso kumtesa mzazi wako, kwa sababu huyu ni mzazi wako. Kijana maneno aliyotamka, amuuliza Sayyidina Umar, na baba hana haki ya kufanya kwa ajili ya mtoto wake? Mtoto hana haki kwa baba? Sayyidina Umar akamwambia, kwa nini? Kijana amwambia, nitajie baadhi ya haki zake. Sayyidina Umar akamwambia, baba pia ana haki kwa mtoto wake za kufanya. Miongoni mwa hizo haki ni kumchagulia mama bora, miongoni mwa hizo haki ni kumpatia jina zuri, miongoni mwa hizo haki ni kumfundisha Qur'an. Kijana amwambia Sayyidina Umar, amwambia, hayo yote uliyotaja mimi sijayapata kwa babangu, kwa sababu umesema haki yake ni kunichagulia mama bora, lakini mamangu mimi kamnunua. Mimi ni sawia na kwamba kaninunua, mamangu ni kijakazi. Sehemu aliyomtoa mamangu ni sehemu ambayo kwamba hairidhishi. Hakuna matarajio ya kwamba malezi mazuri yatapatikaniwa. Katika haki umesema ni kuniita jina zuri, lakini jina aliyoniita ameniita Ju'la khalfasa, singirisha, wale wadudu wanaoviringisha choo wakawa wanakisukuma kama gololi. Akasema, na mzazi wangu huyu hajanifundisha Qur'ani hata herufi moja. Sayyidina Umar kamgeukia mzazi kamwambia maneno maarufu sana ya Sayyidina Umar, kamwambia ya kwamba wewe umemtesa huyu mtoto kabla ya kukutesa, umekata haki ya huyu mtoto kabla huyu mtoto kuja kukata haki yake. Na kama tulivyosema, uadilifu ni kila chenye haki kukipatia haki yake kinachostahili, na watoto wakipatikaniwa katika mgongo wa ardhi, pia haki ile iendelee kupatikaniwa. Leo hii angalia, Sayyidina Umar kataja kwa mtoto ya kwamba haki kubwa kwa mzazi ni kumfundisha mtoto Qur'ani. Leo hii watoto wetu tuwafundisha Qur'ani jamani. Qur'ani tumechukulia ni optional, lakini lazima ni ilmu ya dunia. Hizi ni haki ambazo kwamba tutazikata kwa watoto wetu ambao kwamba wataenda kutushtakia, na huu si wema sisi tunaofanya kwa watoto wetu. Uadilifu watakikaniwa pia kwa wake zetu. Ukisoma katika Qur'ani, na hili lafurahisha sana kwa upande wa mama zetu, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, kipindi aliporuhusu ama aleta ruhusa ya kwamba mwanamume kuoa anastahiki ama ana ruhusa ya kuoa mke zaidi ya mmoja, mbele ya aya akasema, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, mkichelea kwamba hamtokuwa waadilifu, hamtofanya waadilifu, basi mbaki na mmoja. Na hili linamwendea kila ambaye kwamba ana mke, kwamba uadilifu ni lazima. Kama hauna uadilifu, wachelea wewe uadilifu, basi haustahiki wewe kuongeza mke, kwako wewe si ruhusa. Na uadilifu hapa ni katika alqismi wan nafaqa, katika ugawanyaji wa riziki na mengineyo, na katika chakula. Ikiwa wajijua kwamba hautoweza ugawanyaji wako kuwa na uadilifu na usawa ndani yake, na katika chakula pia hautoweza
kufanya uadilifu, basi baki na mmoja. Lakini mambo yanakuwa mazuri zaidi Mwenyezi Mungu aliposema katika Suratu Nisa, hiyo sura moja, walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastum. Mwenyezi Mungu akawa anasema hamwezi kufanya uadilifu hata mkawa na pupa. Hamwezi mkafanya uadilifu kati ya wanawake, hamtoweza na hamwezi kufanya uadilifu. Tukawa tunaambiwa kwamba hapa uadilifu ni katika mapenzi. Hauwezi kufanya mapenzi sawa sawa, yani hauwezi kupenda sawa sawa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dua akiziomba ilikuwa akisema, Allahumma inna hadhihi qismati fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku. Bwana Mtume alikuwa akiomba akisema, ya Rabbi, hiki ndo kigawanyo changu ambacho kwamba nimekigawanya kati ya wake zangu, na hiki ndicho ambacho kwamba nakiweza. Fala talumni fima tamliku, usinilaumu katika ambacho kwamba sina uwezo nacho katika kukimiliki, yani mapenzi. Kwa sababu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alidhihirisha kwa watu, kwa ulimwengu mzima, kwa viumbe vyote kwamba kiumbe anayempenda zaidi na Aisha, na pamoja na kwamba ana wake wengine. Na ndo aya inavyosema kwamba hatuwezi kufanya uadilifu katika kupenda. Sasa uadilifu watakikaniwa pia ufanywe. Ikiwa maisha yetu tutaweka katika uadilifu kwa wake zetu, kwa watoto wetu, kwa maneno yetu, kwa shahada zetu, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tutakuwa katika wema mbinguni. Na uadilifu haukomei hapo. Tumesema hali zote, kila kitu kipewe haki yake, hata katika muamala wa biashara, pesa, na katika muamala wa wadhifa. Ukiwa wewe ni kiongozi, kila kitu kama kiongozi wafaa ukiweke kwa misingi yake, kwa haki zake. Katika uadilifu mwanadamu astahiki aishi kwa misingi ambayo kwamba hata dhulumu yoyote, hata mdhulumu Muislamu yoyote. Huo ndo wema ambao kwamba watakikaniwa. Na katika wema huu kuna natija ndani yake. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi asema, almuslim akhul muslim, Muislamu ni ndugu kwa Muislamu mwingine. La yadhlimuhu, Muislamu hadhulumu Muislamu mwingine. Wala yuslimuhu, wala Muislamu hasilimishi Muislamu mwingine, yani hasalimishi kumchukua Muislamu kumpeleka katika hukumu ambayo kwamba ni dhulma Kiislamu, yule bwana kuhukumiwa. Mtume akawa asema, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, yoyote ambaye kwamba atakuwa katika haja ya mwenzake, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa katika haja yake. Hadithi yaendelea sema, waman faraja an muslimin, na yoyote atakayefarijisha Muislamu mwingine katika kero, faraja Allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawmil qiyama, Mwenyezi Mungu pia atafarijisha katika makero yake ambayo kwamba atakuwa atayapitia siku ya Kiyama. Angalia maisha ya Muislamu na namna kwamba yatakikaniwa. Inna Allaha ya'muru bil adli, hakika Mwenyezi Mungu yuamrisha katika jambo zima la uadilifu. Tukiishi na uadilifu katika kila hali na kila mtu na kila ambaye kwamba tunaamiliana naye, basi tutakuwa katika wema. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya atueleza ya kwamba katika mambo anaamrisha ni al-ihsan. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala pia yuamrisha ihsani, ndugu zangu, na ihsani katika mambo ambayo kwamba yana daraja ya juu. Ihsani iko daraja ya juu zaidi katika uislamu ya Uislamu. Na katika Uislamu ihsani imegawanyika mara mbili. Kuna al-ihsanu fil ibada wal ihsanu fil muamala. Ihsani katika ibada ni kuwa na ikhlasi kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada unazotekeleza, na kutekeleza toa zinazostahiki kutekelezwa kwa njia ya ukamilifu zaidi na uboreshaji wa juu zaidi.
Ndio pale Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipoulizwa kuhusiana na ihsani akasema, an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Lakini pia kuna al-ihsanu fil muamala, ihsani katika muamala. Maana yake ni nini? Maana yake ni al-itqanu fi kulli amalin dunyawi. Itqani ni kufanya vizuri zaidi, kwa hali nzuri zaidi, kwa daraja juu ya zaidi. Kizungu tunaweza sema ni perfection, kufanya kitu kiwe perfect, yani kwa hali ambayo kwamba itakuwa iko juu zaidi, kwa hali ambayo kwamba itakuwa ni vizuri zaidi, kwa daraja juu ya zaidi. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala, unaona katika Qur'ani alipozungumzia kuwatumikia wazazi akasema, wabilwalidaini ihsana wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabilwalidaini ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala akaleta neno la ihsani katika wazazi wawili, kwa maana ya kwamba muamala wako wewe na wazazi kuwe ni ihsani ndani yake. Na ihsani maana yake nini? Ni al-itqan fi kulli amal, ni kufanya itqani, perfection katika kila unachokifanya. Wamsaidia mzazi, msaidie kwa msaada ule bora zaidi. Wamsaidia jirani yako, fanya ule msaada kwa hali ambayo kwamba ni bora zaidi. Ni mkeo, ni yoyote yule. Hapa nakumbuka hivi sasa story ambayo kwamba ishasimuliwa na wengi, ya mmoja alioa mkewe ambaye kwamba ana shida ya kupika, upishi wake ama mapishi yake si bora. Huyo bwana kwa kuwa mapishi ya mke si bora, akaamua kumjulisha, lakini kwa maneno ya usome. Akachukua kijikaratasi akaandika hadithi pale. Hadithi ikawa yasema, inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu, hakika Mwenyezi Mungu yapenda mtu akifanya jambo ama yoyote atakayefanya jambo basi alifanye kwa uzuri zaidi. Kama kumkejeli yule mama, akaichukua kile karatasi kiko jikoni, kwa kuwa kazi ya jikoni haifanyiki vizuri. Mama akaichukua, kumbe na yeye ni msomi, akaielewa hii hadithi kwamba hapa nimelengwa mimi zaidi. Akaichukua kile karatasi naye akaenda akakiweka kitandani. Tafsiri ya kwamba pia na wewe huku. Hivyo tunatakiwa katika kila jambo tukilifanya katika muamala, ni wazazi, ni mke, ni watoto, tulijafanya lile jambo kwa itikani, kwa hali nzuri zaidi, ndio wema. Ihsani pia, ikiwa wewe ni mtoaji wa manufaa, badhlun naf'i, kazi yako watoa manufaa, basi yale manufaa yatoe kwa hali ambayo kwamba ni bora zaidi, kwa ihsani ambayo kwamba yoyote atakayesimama ama atakayesema, hata kama ilikuwa ni haki yake yale manufaa ayapate, lakini ameyapata kwa hali ambayo kwamba ni mzuri zaidi. Ukisoma katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alosimulia, hadithi hii iko katika kitabu cha Riyadhus Salihin, mlango wa kwanza kabisa, babu al-ikhlas. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asimulia kuhusiana na watu watatu waliofanya wema ambao kwamba walienda kukumbuka na wema ule ukawasaidia. Watu hao watatu ni wapi? Ni wale ambao kwamba wameenda katika pango, wakaingia ndani, ukapatikaniwa sababu ya ule mlango walioingilia katika lile pango, kukaja jiwe likaja kuziba, ikawa hawana sehemu ya kutoka. Ulimwengu ni wa zama hizo, hakuna simu, hakuna njia yoyote ya kwamba utakomunicate na watu wa nje kuja kuwasaidieni. Hawa mabwana kila mmoja akakumbuka ya kwamba
Hapa mwokozi wetu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi ni kumuomba Allah, lakini wakakumbuka wema. Kila mmoja ataje wema, aombe kwa wema wake ili hapa mahali pafunguke. Kila mmoja aliomba. Kuna ambaye kwamba alifanya wema kwa wazazi, kuna ambaye kwamba alifanya wema kwa binti ya ammi yake ambaye kwamba amempenda, akataka kufanya maasi lakini mwisho akafanya wema. Lakini watatu ndo yule ambaye kwamba tunamhitaji, ni mtu ambaye kwamba amefanya kazi kwa mtu, kwa tajiri, na alikuwa na wenzake. Wakati wa kuwalipa tajiri kutizama yule bwana ameenda amewalipa wengine, yeye hakupata kumlipa. Kijana ameenda kuenda, huyu tajiri akachukua ule ujira wa kumlipa yule bwana aloenda zake, akanunua nao mfugo. Ule mfugo alionunua kwa muda ukapata kuzaana. Kama ilikuwa ni mbuzi na kondoo, basi wakazaana, lakini ilikuwa ni haki ya mtu ambaye kama amemfanyia kazi. Baada ya muda mifugo ilikuwa ni mingi na imepitia ule ujira wa yule bwana ambaye kwamba alikuwa alipwe. Huyu tajiri tayari ilikuwa amlipe, lakini akatumia kufanya jambo ili kuleta manufaa zaidi. Siku baada ya siku kijana akarudi kuja kudai haki yake. Kuna wakati nilikufanyia kazi na sikupata kuchukua ujira wangu, leo nimekuja nipate ujira wangu. Haki yake ilikuwa ni ipi? Haki yake ilikuwa ni ule ujira wake ulionunua yule mnyama mmoja, kumchukua yule mnyama ambaye ana ujira wako, bana nimenunua huyo mnyama, shika mnyama wako, ndio ujira wake. Ama achukue katika wale wanyama mmoja akamuuze kwa thamani ya ujira wake, ampatie ujira wake. Ilikuwa ni haki yake, lakini angalia huyu bwana kufanya perfection, kufanya al-itqan, kufanya vizuri zaidi. Alimwambia yule bwana, ujira wako nilichukua nikanunua mfugo, na huo mfugo ikawa ni sababu ya hii mifugo yote kupatikaniwa. Leo kuna kondoo hapa, kuna mbuzi, hizi zote hizi zizima, hili asili ni ujira wako. Kwa hiyo kama utachukua ni sawa, kama utachukua kile ambacho kwamba ilikuwa ndio ujira wako wengine uache ni sawa. Huyu bwana alifanyaje? Alichukua kila kitu, kile ambacho kwamba ni ujira wake, ni sababu ya ujira wake kimepatikaniwa, na kile kilichozalikana kwa ujira wake, akachukua kila kitu akaenda nacho. Huyu bwana akaomba kusema ya kwamba ya Rabbi, kama huu nilifanya ni wema, basi tufungulie hapa, na ikawa ni natija ya kuokolewa. Hii ndio perfection ambayo kwamba twaisema. Ikiwa wewe ni mtu wa daf'ul bala ama daf'ul adha, ni mtu wa kuondosha udhia, basi uondoshaji wako iwe ni kwa hali ambayo kwamba ni mzuri zaidi. Iwe wewe ni mbora wa kuondosha udhia, si uondoshe udhia kisha ukabadilisha udhia ndani yake katika kuondosha udhia. Itakuwa ihsani hauifanyii vizuri. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba. Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea, wa ita'i dhil qurba. Ita'i dhil qurba ni kutoa, kuwapa jamaa zako wa karibu, ni kusimamia maisha ya jamaa zako wa karibu. Leo hii, leo ingekuwa tumekusanya uadilifu, tukawa twakusanya wema, twakusanya kuangalia na kuwalisha na kuangalia hali za jamaa zetu wa karibu, sidhani kama itakuwa kuna mtu ana malalamishi ya kukia mpaka kama hivi sasa. Wewe ukiishi, hakikisha familia yako iko vizuri. Kwa kile unachokipata, familia yako wanastafidi. Ni baba na mama, ni mjomba, ni shangazi, wote hawa, ikiwa kila mmoja atahakikisha ya kwamba hichi ninachokipata mimi, baada ya kuangalia hali yangu, basi kuna msaada unatoka kwa ajili ya familia yangu,
kwa ajili ya jamaa zangu wa karibu, kwa ajili ya marafiki zangu wa karibu, maisha yangekuwa ni bora sana hivi sasa. Lakini maal asaf, kuna watu ni yeye na yeye, ni yeye, mtoto, mke, hata kama kuna zaidi anachokipata, anachoweza kuangalia mwingine. Itai dhil qurba tumeiweka mbali. Kwanza kukipatikaniwa ugomvi, ndo kama kulikuwa kuna usaidizi ndo wakatika. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala namna alivyotoa ushauri na kukemea na kuonyesha ubora wa kulisha jamaa zako wa karibu, ama wale ambao kwamba wako shidani, wewe ukawa unawaleta karibu. Mwenyezi Mungu katika Qur'an anasemaje? Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa' an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Aya hii kaileta kwa sababu ya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni mtu ambaye kwamba alikuwa ni tajiri, alikuwa na mali, alikuwa na uwezo wa kuwalisha wengine, na kweli alibeba jukumu la kuwalisha jamaa zake wa karibu. Katika jamaa zake wa karibu ambao kwamba hali zao zilikuwa ngumu, akiwalisha, mmoja ilikuwa akiitwa Mistah ibn Uthath. Mistah ibn Uthath ni katika watu watatu ambao kwamba katika suala zima la kumsikizia na Aisha kuzini mke wa Mtume ilikuwa ni mmoja wao. Katika watu ambao kwamba walizungumza ni Mistah. Hassan ibn Thabit hamna pia katika watu waliozungumza, lakini huyu Mistah ibn Uthatha yeye alikuwa ni kijana wa ammi yake Abu Bakar, na hali yake ilikuwa ni ngumu, na kwa kuwa yeye Saidina Abu Bakar ilikuwa na hali ambayo kwamba ni ya ukunjufu, ilikuwa akimsaidia. Lakini kwa ugomvi ama kwa hali ya uvumi ama fitina alioileta, aliozungumza kwa sababu ya kumharibia jina na Aisha mtoto wake Saidina Abu Bakar, akaapa kwamba siwezi tena kumlisha huyu, mimi ndo namlisha. Lakini leo haangalii thamani ya kumlisha, yoropokwa kumsingizia binti yangu, yomsema baba binti yangu, akakata kumlisha. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya nzima, wala ya'tali ulul fadli minkum wasaa, wasiape wale ambao kama wamepewa ubora, wamepewa ukunjufu, wamepewa uwezo kutoalisha jamaa za karibu, masikini, wale waliojitoa mhanga kwa sababu ya njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu akasema waliyafu waliyasfahu, wasemeheni, semeheni bana, achilieni mbali. Kisha Mwenyezi Mungu akasemaje? Hampendi nyinyi kusamehewa na Mwenyezi Mungu? Kwa maana ya kwamba kumbe katika kuwalisha jamaa zako wa karibu kuna msamaha wapatikana, na faida si hiyo peke yake. Soma hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume asema, man ahabba, yoyote ambaye kwamba atapenda, an yubasata lahu rizquhu, kufunguliwe, kukunjuliwe kwake yeye riziki, wa yusau lahu fi atharihi, na athari yake ya maisha yake ibakishwe kwa muda mrefu. Maisha yako mazuri utakao yaishi yabaki ni utajo kwa wale ambao kwamba watakuja baada yako. Falyasil rahimahu, basi mtu aunge jamaa. Na ndugu yangu, kama kuna mbinu kubwa ya kuunga jamaa ni kuwasimamia jamaa zako wa karibu, kuwalisha, hata kutafakud ahwal, kupeleleza hali zao. Hawa maisha wanaoishi kuna hali gani ngumu ambao kwamba wanapitia, upeleleze ili upate fanyaje kuwasaidia. Hali hii ngumu ambao kwamba tunaipitia hii leo ni kwa sababu huu wema ambao kwamba tufundishwa katika aya kama hii ya uadilifu, wema wa kufanya ihsan, wema ama khairi ya kuangalia jamaa za karibu na kuwalisha na kuwasaidia, tumeiweka mbali. Ndio maana hali imekuwa ni ngumu. Tuishini maisha ya wema, tuwe wema, kila mmoja awe mwema kwa mwingine, ili maisha yawe rahisi na ujira takuwa ni wenye kupata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ya muda, tumuombeeni Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.
wallahu a'lam bisawab.